Katika sehemu ya mahojiano iliyofanyika siku ya jana baina ya vyombo vya habari vya nchi ya Iran na mshauri mkuu wa masuala ya kijeshi wa kiongozi mkuu wa nchi ya Iran, Meja Jenerali Mohsen Reza, katika maelezo yake alizungumza mabadiliko ya jeshi la Marekani, kwamba jeshi la Marekani kwa muda mrefu lilikuwa limewekeza ile Central Command yake, makao yake makuu katika ile eneo la Mashariki ya Kati, hasa ilikuwa ni katika nchi ya Qatar, katika base ya Al-Hudaydah. Lakini kutokana na mtiririko wa mashambulizi ya nchi ya Iran ililazimisha Marekani iweze kuhama kutoka katika base ya Al-Hudaydah pale katika nchi ya Pakistan, nchi ya Qatar, kuhamia katika nchi ya Jordan. Na kinachoonekana mtiririko wa mashambulizi mengi yaliokuwa yakifanyika ya nchi ya Iran kushambulia katika nchi ya Jordan ilikuwa ni kwa lengo la kuilazimisha Marekani iweze kuhama pia katika upande wa Jordan. Na kile ambacho kimezungumzwa na Mohsen Reza ni kwamba hivi sasa command center ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati imehamishiwa katika nchi ya Israel. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba imekwenda vile ambavyo tulikuwa tukizungumza sisi siku za nyuma, kwamba kwa mazingira yaliyopo, maana yake sehemu inaweza kuwa na usalama zaidi kwa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake itakuwa ni nchi ya Israel. Na kwa nini Israel itakuwa ni sehemu yenye usalama zaidi katika nchi ya Marekani? Ziko sababu kama tatu takriban au nne. Sababu ya kwanza ni kwa sababu Israel ni nchi ambayo uwekezaji wake katika upande wa masuala ya zile mifumo ya ulinzi, zile air defense system, ni kubwa zaidi kuliko nchi yote katika eneo la Mashariki ya Kati. Haina maana kama ni mifumo ambayo haipitiki. Iran wamethibitisha kwamba wana uwezo wa kupita katika mifumo husika, lakini nafuu yake ni kubwa zaidi kuliko maeneo mengine katika eneo la Mashariki ya Kati. Hiyo ni pointi number 1. Lakini pointi number 2, mfumo wa nchi ya Israel katika upande wa jeshi lake wanatumia zaidi strategy mbili. Cha kwanza wanatumia offensive strategy, lakini vile vile wanatumia escalation dominance katika upande wa operations zao. Nikisema offensive strategy, ni strategy ambayo sasa hivi inatumiwa na nchi ya Iran. Wanapoona hatari sehemu yoyote, wanafanya juhudi kwenda kuiondoa. Na ndio maana unaweza kuona kwamba nchi ya Israel imekuwa ikifanya mashambulizi mengi wakati mwingine katika sehemu kama za Jordan, katika sehemu kama za Lebanon, katika sehemu kama za Syria, wakati mwingine inafanya mashambulizi katika sehemu kama za Gaza, kwa sababu ya ule muundo wa jeshi lao, kwamba wanapoona wenyewe kwamba kuna mazingira fulani, kuna kitu ambacho wanaamini kwamba wao ni hatari, basi watakwenda kukiondoa haraka, kama inavyoonekana sasa hivi katika nchi ya Iran, kwamba wanapoona kuna hatari, iko Qatar, iko Bahrain, iko Kuwait, iko Jordan, wao wanaenda kufanya mashambulizi. Maana yake all of them, wote wawili wanatumia offensive strategy. Lakini vile vile katika upande wa pili, Israeli wanatumia escalation dominance, na huu ndio msingi mkuu ambao inawezekana ikawa ni nafuu kubwa kwa nchi ya Marekani. Israeli katika tabia yake ni kwamba wanaposhambuliwa kwa bomu